Inaendelea kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kesi ya mawakili wa Mheshimiwa Lissu dhidi ya mkuu wa gereza. Leo Julai 22, 2026 na jana tulishia sehemu ya 10, so leo tunaendelea na sehemu ya 11. Leo tunaendelea na Andrew Shabani Tamamilo ambaye ni mkuu wa gereza, yani bwana jela. Mheshimiwa Lissu, wewe ndio mkuu wa gereza, bwana jela ndio. Mheshimiwa Lissu, una cheo cha ASP Tamamilo, bwana jela, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, unawajibika kufuata sheria Tamamilo, ndio. Mheshimiwa Lissu, ni jukumu lako wewe na maafisa wengine mnatekeleza majukumu yenu kwa mujibu wa sheria magereza na kanuni zake Tamamilo, kweli. Mheshimiwa Lissu, unaifahamu vizuri sheria ya magereza, bwana jela, unaifahamu. Mheshimiwa Lissu, yote niliyokuuliza ni maswala ambayo yapo katika sheria, bwana jela, kweli. Mheshimiwa Lissu, yote niliyokuuliza yapo kwenye kifungu cha 8 cha sheria magereza, bwana jela, anaguna. Mheshimiwa Lissu, sikutegi, jibu swali au omba sheria usome kifungu cha 8, bwana jela, kweli. Mheshimiwa Lissu, kuna kanuni za mwaka 1968 na pia kuna PSO, yani Prison Standing Orders, bwana jela, naifahamu. Mheshimiwa Lissu, ni ya mwaka gani? Tumeitafuta hatuipati sisi, unaweza kuniazima? Watu wanacheka mahakamani. Bwana jela, hapa sina ila naifahamu. Jaji, ofisini unayo hiyo PSO? Bwana jela, ninayo ndio. Jaji, itasaidia sana ukileta na ukamleta Lissu pia aitumie. Mheshimiwa Lissu, nawashukuru sana majaji, nataka kushughulika naye kupitia hiyo sheria. Mheshimiwa Lissu, sasa hizo PSO zimetungwa na kamishna wa magereza na kanuni za usimamizi wa magereza zimetungwa na waziri, bwana jela, ndio. Mheshimiwa Lissu, na PSO zinatungwa na kamishna wa magereza baada ya ruhusa ya waziri, bwana jela, sijui. Mheshimiwa Lissu, sasa shika sheria, soma section 2 kifungu kidogo cha pili, prison service, bwana jela, kumbe kweli inasema hivyo, ndio. Mheshimiwa Lissu, angalia kifungu cha 105 cha sheria hiyo ya magereza na kinasema waziri amepewa mamlaka hayo kwa mujibu wa sheria, bwana jela, ni kweli nimeona. Mheshimiwa Lissu, yapi ni mamlaka ya kamishna mkuu wa magereza kwa mujibu wa sheria hiyo? Soma ile 5 kifungu kidogo cha pili, bwana jela, nimeiona. Mheshimiwa Lissu, haya mamlaka ya kamishna mkuu ya kutunga PSO na SECRAS, je, yanahusu maafisa magereza peke yake? Bwana jela, yuko kimya. Mheshimiwa Lissu, jibu swali sasa, bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, soma sasa hicho kifungu, bwana jela, anakisoma kwa sauti. Mheshimiwa Lissu anasema hiyo ni 5(2) kweli? Bwana jela, hii ni 5(1). Mheshimiwa Lissu, sasa nimesema ni 5(2) afande wangu. Bwana jela, naomba tuanze na 5(1). Mheshimiwa Lissu, kinahusu nani na nani? Bwana jela, wafungwa na maaskari. Mheshimiwa Lissu, waambie majaji kuwa neno prison linajumuisha na wafungwa, bwana jela, ndio. Mheshimiwa Lissu, kifungu kinasema taratibu zinaongoza prison and officers, bwana jela, ndio. Mheshimiwa Lissu, kama ni hivyo, kwa nini prisons inajumuisha hadi prisoners na officers? Kwa nini kifungu kitaje sasa hao prison officers? Bwana jela, mimi sio mtaalamu wa sheria. Mheshimiwa Lissu, mtu pekee mwenye mamlaka ya kutunga kanuni ni waziri peke yake, bwana jela, mimi sio mtaalamu wa sheria, ni mtekelezaji tu. Jaji, shahidi, umeelewa lengo la swali? Unaulizwa ili atake kujua unatekeleza sheria ambazo unajua zimetungwa na nani? Bwana jela, aniulize tena. Mheshimiwa Lissu, ni kweli kanuni zinazohusu wafungwa wenye mamlaka kuzitunga ni waziri peke yake? Bwana jela, sifahamu. Mheshimiwa Lissu, soma kifungu cha 105 kifungu kidogo cha kwanza J kuhusu kusichi wafungwa askari, ni waziri ndio anayetunga? Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, soma. Bwana jela, basi ni kweli.